Wakati mpango wa mazungumzo ya moja kwa moja kati ya Urusi pamoja na Ukraine, lakini pia ikiunganishwa na Marekani, yakipangwa kufanyika Vatican kama ambavyo Rais wa Marekani Donald Trump amependekeza, Urusi imepinga pendekezo la mazungumzo hayo kufanyika huko Vatican. Waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov amesema pendekezo lililotolewa la kwenda Vatican kwa ajili ya upatanishi wa mzozo baina ya Urusi na Ukraine halina uhalisia na hawaliungi mkono. Waziri huyo wa mambo ya kigeni na mwanadiplomasia nguli Sergei Lavrov amesema kwamba lazima kuwe na maeneo maalum ya kuweza kufanya mazungumzo, lakini sio eneo hilo la Vatican. Lavrov ametoa kauli hiyo baada ya Rais wa Marekani Donald Trump kupendekeza wakati alipokuwa akifanya mazungumzo yake kwa njia ya simu na Rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin kuwa mji wa Vatican mahala pa kufanyia mazungumzo kati ya Urusi na Ukraine. Pendekezo hilo haliungwi mkono na wengi nchini Urusi. Hadi sasa haijulikani ni wapi au lini mazungumzo ya moja kwa moja baina ya Urusi na Ukraine yatafanyika. Kulingana na vyanzo vya ndani nchini Urusi ni kwamba Moscow inaendelea kuifanyia kazi rasimu yake ya mapendekezo ya kutatua mzozo huo. Lakini moja kati ya eneo ambalo Urusi haipo tayari ni kuchaguliwa eneo ambalo baadhi ya watu wanalitaka, huku yenyewe ikieleza kwamba haipo tayari kufanya mazungumzo katika maeneo hayo. Mazungumzo ya kwanza tangu mwaka 2022 yamefanyika huko nchini Uturuki katika mji wa Istanbul, na kumekuwa na namna moja ama nyingine ya makubaliano kadhaa, huku akikubaliana kubadilishana wafungwa wa kivita, na jambo hili limefanyika kwa ufanisi wa hali ya juu. Hata hivyo, waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi Bwana Sergei Lavrov amesema kwamba katika mazungumzo haya Urusi haitokubali kushinikizwa, lakini pia Urusi itakuwa tayari kwa mazungumzo ya moja kwa moja wakati wowote, isipokuwa asitokee mtu wa kuiamulia Urusi. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Urusi amesema kwamba wakati Urusi iko tayari kujadiliana na Zelensky na utawala wake kuhusu kanuni na kusuluhisha mzozo wa Ukraine, suala la uhalali wake litakuwa muhimu linapokuja suala la kutia saini hati za suluhu. Hili pia ni moja kati ya changamoto ambazo wachambuzi wa mambo wanaziona, kwamba wakati ambapo rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, ambapo Warusi wanamuona kama kiongozi asiyekuwa halali katika utawala, kwani utawala wake ulishaisha kwa muda mrefu, sasa huenda ikatengeneza ugumu mwingine katika upatanishi wa mzozo huu kati ya Warusi na wa Ukraine. Lakini Urusi imemwekea mtego Bwana Volodymyr Zelensky kwamba muda wa mazungumzo akishakamilika, Bwana Zelensky hawatamruhusu afanye ama aweze kusaini mkataba wa aina yoyote, licha ya kwamba mazungumzo huenda pia yakawakutanisha Zelensky pamoja na Putin. Muda rasmi wa rais wa Zelensky ulimalizika mwaka uliopita, na hata hivyo amekataa kujiuzulu au kufanya uchaguzi mpya, akielezea mzozo unaoendelea wa Urusi na kuweka sheria ya kijeshi ambayo ameendelea kurefusha tangu kuongezeka kwa mzozo tangu mwaka 2022. Lavrov alipendekeza kuwa hadhi ya Zelensky inaweza kuwa kikwazo cha kusaini makubaliano ya amani, ikizingatiwa kwamba mrithi wake anaweza kupinga makubaliano hayo ikiwa yatatiliwa saini na mtu huyo ambaye uhalali wake kuiweka kwa upole haushawishi mtu yeyote tena. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio tuliokuwa nayo, ni kile ambacho waziri wa mambo ya kigeni Bwana Sergei Lavrov amekielezea, akisema kwamba hawatokubaliana na kwenda katika mji wa Vatican kwa ajili ya kwenda kufanya mazungumzo kati yao na Marekani pamoja na Ukraine katika kutatua mzozo wa muda mrefu kati ya Urusi na Ukraine. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Naitwa Adam Hussein.